Kadoza. Kadoza. Abe. Unasemaje Zuchu? Kadoza, mwalimu anakuita. Mwalimu ananiita? Anakuita. Kwani kuna shida gani? Mimi sijui. Au kuna tatizo? Hapana, lakini mwalimu anakuita. Itikia kwanza wito. Twende basi. Sawa. Kadoza yule anarudi. Akija tumuuliza ameitwa nini, mbona akakaa muda mrefu? Ngoja akifika hapa tamuuliza ameitwa nini. Hivi leo madam kafundisha nini darasani? Alifundisha physics. Yaani mimi physics siipendi. Kadoza yule katoka ofisini. Sijui kaitwa nini na madam. Kwani Kadoza aliitwa nini, mbona alikaa muda mrefu kule? Sasa hivi yaani maana mbadilika sana, wengi kwenye klabu nakaa na uzuni. Yaani mnakuta sikuelewi. Kuna jambo tu mwalimu kalikopa mimi. Alikuwa anakuuliza nini? Alichoniitia mwalimu hata sio cha mwalimu. Acha nini? Wewe tueleze tu. Inawezekana mwalimu akaanza kukutolea shida yako. Tungeenda kumaliza mwalimu. Mimi naona mwalimu hawezi kunitatulia. Yaani inabidi baki nayo kama mimi. Sikunisaidia hata nikiwaambia. Tueleze, naweza kutafuta namna ya kukusaidia. Eti mwalimu ananiitia ananiuliza kuhusu wazazi wangu. Yeye agundua wazazi wangu wa nini? Nimemjibu na kaa nyumbani na mama na baba. Bado anaendelea kuniuliza, una uhakika? Sasa yeye anafuatilia maisha yangu yani. Kwa maswali nataka niulize. Hivi Kandolo, kwani ule ni mti gani? Mjakaranda. Sasa unasema ule mjakaranda na huu mjakaranda. Sikuelewi. Na ule pale. Sasa kama huu nanilia mjakaranda na huu utaitwaje? Mjakaranda? Hebu jamani nisaidieni. Huu ni nini? Ule ni mkangazi. Eti ule ni mkangazi, huu ni mjakaranda na huu ni mjohoro. Tusaidia kutaja majina hivi yote. Huu ni mkangazi, huu ni mjakaranda na pia huu ni mjohoro. Hivi nimesikia Kadoza mimi ofisini. Alafu pale nimesikia anaongea na marafiki zake. Pale anaongea naona. Anamwambia eti madam kamwita ofisini. Kamwitia nini ile madam? Kwani wenyewe hamjasikia? Hata sijasikia ndio. Wewe umesikia? Mimi nimesikia. Labda tuende tukamuulize. Sawa. Mambo Poa za huko. nzuri Za kupendeza. nzuri. Umepotea? Nimepotea kwani nimesalia pili. Sisi tuna swali. Nimekuja kuuliza. Kwani uliitwa nini na mwalimu ofisini? Mimi Ulikuona umetoka ofisini. Kwani uliitwa nini na madam? Aliniita eti alikuwa ananiuliza kuhusu wazazi wangu. Sasa ananiuliza na wazazi wawili au sina. Yeye anataka agundue nini. Kwani inamuuma nini yule madam? Akielele. Unaona Mimi mwenyewe nimesema na kelele lakini nashangaa wapo. Kwani wewe ni nani? Mimi rafiki yake kwa sababu hata tukienda mgomo mmoja tunakatiana. Kwa sababu kwanza sisi tunapendana. Kwanza sijakuuliza hivyo. Kwani wewe ni mama yake mzazi? Huyo madam yeye anataka ajue nini? Ameshamwambia wale ni wazazi wake tu. Sio mpaka ajue. Huyo madam naye apunguze kamdomo. Kuna sababu mbili za kufanya mpaka mwalimu aweze kujua. Inaweza kwanza kumsaidia kutatua hiyo tatizo lake. Kwanza changamoto nyingi walimu wanaanza kutatua kwa sababu taratibu. Mwalimu anajua uchungu wake. Anajua hata mama yake alipomzalia wale ni wazazi wake na watabaki kwa wazazi wake. Wakimtesa yeye mwalimu inamuuma. Si walimu kwanza na hoja mbili. Unajua anakaa kwa sababu gani hivi? Kwanza tukienda kwenye klabu yeye anabaki peke yake. Yaani anajitenga. Anataka kupunguza msongo wa mawazo. Hapana, kwa sababu sisi na rafiki zake tunaweza kutatua shida zake. Wewe rafiki gani? Rafiki msinichi. Kelele zote zinanibua, ngoja niondoke zangu.
Hivi Kandolo, niliwaona mkupo pale kule nyuma ya shule kwenye miti. Hivi mkupo mnabishana nini? Wewe acha tu. Tuko tunabishana kuhusu miti kule nyuma. Mimi nimekosea kidogo. Sijui nimechanganya nini. Miti na ujua ila yaani kama kuna akili imekuja, akili mbovu, sijui akili gani. Mwenzangu hapa kanishinda mwanangu. Mimi yani nikaonekana kama sijui miti. Kumbe miti mimi ile naijua. Kandolo, kwani uliulizwa mti gani hadi ukawa umekosea? Si ile miti hapa yenye nyuma ya shule ile, ule mjakaranda na mkangazi ule. Nimejichanganya mwenyewe. Hata mimi pia majina ya miti yananichanganyaga kwa sababu hata ile miti ya pale nyuma ni miti ambayo ni huko mtaani sionagi, lakini mingine ninakuwa naikuta hapa shuleni. Huko nyumbani nimezoea tu kukuta 140 na miti mingine, lakini hapa shuleni sijui mjakaranda, sijui mkangazi, sijui mkaratusi, sijui nini. Yaani hata sielewagi. Wewe mwenzangu unasemaje? Ila hoja yako mwanangu, yani hoja yako imeenda very kweli. Nakuona mwenzangu na mimi, yani umetulia hapa, uchangie hoja yoyote. Wenzako tunaongea hapa umetulia, unatusikiliza vizuri. Hivi wewe umeelewa kuhusu miti ya kule nyuma? Miti ya kule nyuma ndio nimeielewa, lakini mwenzangu ile miti ya kule nyuma naijua, lakini sio yote. Baadhi ya miti ninaijua. Miti ninojua mimi mkongo, mjohoro na mtiki. Familia. Mimi nakubali sana kinoma noma yani. Mbona wewe ukapoa kama vile uji? Mimi ndio maana nakwambiaga siku zote huyo hapo unakuta vitoto vishalishali. Wanakuwa laini kama broiler. Mwanangu yani hujakosea kabisa. Umeona? Huyu ndo anakinyoa hapo, hapa anakinyoa. Twende ule mchezo. Mimi ni broiler kama hii bwana. Unatakiwa ani hawa ndio wale watoto wanaambiwa fanya kazi na sasa. Nini babu nini? Njoo huku kwetu sasa. Wewe haraka. Njoo kwa broiler sasa. Sasa ni broiler kama hii bwana. Ndugu yangu, unatakiwa kwanza utakiwi kula paja. Maana wanasema ukitafuna mifupa unatafuna unakongoroka. Mimi nilikuwa najua kwa ukitafuna mifupa unakuwa unanesa. Nikwambia ukitafuna mifupa ikifika anza ukifika pale kwa mama muuza. Ukinywa ile supu na yale mafupa. Yaani unakipenda kuna kweli. Sasa ndugu yangu, hapo kama umenichanganya, umesema ukifika kwa mama muuza unakunywa supu na yale mafupa. Mafupa ndio manake ni pakuku. Wewe ukae vizuri na wewe mama yako muuza. Asiaga kupanda na mifupa ya kuku. Imenichanganya sana. Niambieni kitu hizo ndugu yangu. Tatizo lako wewe unapenda kula sana. Yaani mwenzako ni kila tumboni, yaani tumbo linasema. Linakula mifupa lakini mifupa ya broiler ni unakula. Hebu twende kidogo tuonyeshe ile. Yaani mwana. Umeona? Yaani hapa tumboni pameshiba. Asmani, ondoka. Sawa, anakuja tangulia, sio kama ni mabwana nangu. Poa vipi? Kama naenda nyumbani inshallah. Okay, tuendelee, tuachane na habari nyingine zipi mlizotuletea.